Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus popote pale ulipo, ni matumaini yangu umeshinda salama. Nikukaribishe sasa kwenye habari ya kutwa nzima leo tuliyokuandalia kutoka hapa Channel 10 Plus. Msomaji wako siku huu ni mimi Fatma Hassan, karibu. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, TAMISEMI, Profesa Riziki Shemdoe amewataka wakuu wa shule za sekondari nchini kutokuwa kikwazo cha utendaji kazi wa walimu wanaowasimamia, akisisitiza kuwa jukumu lao la msingi ni kuweka mazingira wezeshi yatakayowawezesha walimu kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi na weledi. Profesa Shemdoe ametoa maelekezo hayo wakati akifungua mkutano wa 20 wa wakuu wa shule za sekondari Tanzania TAHOSA unayofanyika jijini Arusha. Amesisitiza mahusiano mazuri kati ya mkuu wa shule na walimu ili kujenga katika kutekeleza majukumu kwa ufanisi na weledi. Aidha, katika mkutano huo ambao rais wa wakuu wa shule za sekondari Tanzania TAHOSA Dennis Otieno aliahidi ushirikiano kwa serikali, waziri wa TAMISEMI amewaasa wakuu hao wa shule nchini kutogeuza huduma ya elimu kuwa chanzo cha kujiingizia kipato kwa njia ya rushwa, akitoa mfano wa suala la uhamisho wa walimu na wanafunzi kutokuwa chanzo cha kuomba au kushawishiwa kupokea rushwa. Tumepewa hizi nafasi za uongozi ili tuwaongoze, ili tuwasaidie wale walioko chini yetu. Tusiwe vikwazo. Naomba nirudie tena, tusiwe vikwazo. Wewe kama mkuu wa shule, haipendezi sana kila unapoonekana mwalimu wa taaluma anatafuta njia ya kupita tofauti. Sisi wakuu wa shule na walimu wenzetu tutaendelea kukunga mkono na kutekeleza majukumu yetu ipasavyo kama miongozo inavyotupasa na maelekezo yote inayotolewa na ngazi mbalimbali za elimu. Naam, Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA Yusuf Juma Mwenda amekutana kwa majadiliano na wafanyabiashara ya mafuta ya kula wa Tanzania bara na Zanzibar kwa ajili ya kutafuta ufumbuzi wa kadhia ya kukithiri kwa uingizaji wa mafuta hayo sokoni kwa njia ya magendo. Taarifa zaidi na Juma Kasim. Kikao cha Kamishna Mkuu wa Mamlaka ya Mapato Tanzania Yusuf Juma Mwenda na wafanyabiashara mafuta ya kula kimefanyika afisa TRA Zanzibar, na hapa kamishna anaelezea sababu za kikao hicho. Kwenye viwanda bara wanasema tunaua viwanda tukiacha hivi inavyoendelea. Moja, tunakuwa na ugomvi kati ya wafanyabiashara na wenye viwanda bara. Baada ya kueleza lengo la kikao hicho, kamishna mkuu wa TRA alitoa fursa kwa wafanyabiashara kueleza changamoto zao na mapendekezo ya kukomesha biashara ya magendo. Maana hutokezea wakati tukapangiwa muda kama vile mtu akiona akiwawili anatoa zamu sasa. Kwa hiyo ule bwa mkubwa akiwa na mzigo mwingi, vituo Bagamoyo watu wanazuia. Ile kodi ambayo tunachajiwa pale Dar es Salaam, ile stay application ambayo mnaichaji almost inaleta karibu kwa dumu moja 1086. Baada ya majadiliano hayo na michango ya wafanyabiashara, kamishna anaahidi kuunda timu maalum ambayo itakutana na wafanyabiashara na wamiliki wa viwanda vya mafuta ili kustawisha biashara mafuta. Naomba wiki ijayo waje waanze kazi hapa kuanzia Jumatatu. Ukishakubaliana mtakuja mwenyewe sasa. Watakuja kuwasilisha mapendekezo na yale ambayo yanawezekana kwa haraka tutayaanza kuyatekeleza. Kasim, Channel 10 Zanzibar. Serikali imezindua mwongozo wa kitaifa wa vituo vya uendelezaji wa biashara utakaosaidia kukuza biashara nchini na kuweka misingi imara ya utoaji huduma kwa viwango vya kimataifa. Mwanahabari wetu
Leonard Mwacha kutoka Dodoma ana taarifa kamili. Mwongozo huo umezinduliwa na Naibu Katibu Mkuu Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wenye Ulemavu, Daktari James Kilabuko kwa niaba ya Katibu Mkuu Daktari Jimmy James, na kubainisha namna ambavyo mwongozo huo utakavyowanufaisha wafanyabiashara. Mwongozo huu utasaidia katika kutambua changamoto zinazowakabili wafanyabiashara na kutafutia suluhisho bora zaidi kwa kutoa mafunzo, rasilimali na msaada wa kifedha kwa wajasiriamali ili waweze kufanikiwa. Ni matarajio yangu kuwa mwongozo huu unakwenda kuwa kichocheo kikubwa cha biashara changa, ndogo na za kati ili kuhimili mazingira ya kibiashara ndani na nje ya nchi. Katibu mtendaji wa Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi, Ben Isa, anabainisha matarajio ya utekelezaji wa mwongozo huo, huku baadhi ya washiriki wakiunga mkono muhimu wa kuwezesha wananchi kiuchumi. Kupitia utekelezaji wa mwongozo huu, tunatarajia kuimarisha ubora, uwiano na ufanisi wa huduma zinazotolewa kwa wajasiriamali kote nchini kupitia vituo hivi. Kwa imani hiyo, tunaamini mwongozo huu wa kitaifa wa vituo vya uendelezaji biashara utakuwa chombo muhimu cha kuharakisha maendeleo ya wajasiriamali na taifa letu kwa ujumla. Zitengenezwe systems na mazingira ya kuweza kukufanya wewe uwe na nguvu ya kujiwezesha, ufike mahali uweze kuwa na uhuru wa kipesa. TPDC ikiwa mdau mkubwa utaendelea kutoa ushirikiano ili kuhakikisha ukuaji madhubuti wa biashara nchini. Kutoka Dodoma, Leonard Mwacha, Channel 10. Tuma wanajeshi 54 nchini Jamaica kusaidia jitihada za ujenzi mpya kufuatia uharibifu mkubwa uliosababishwa na kimbunga Melissa kilichoikumba nchi hiyo Oktoba mwaka huu. Wanajeshi hao wanaotoka katika kikosi cha 14 cha wahandisi wa jeshi la Ghana watashiriki katika ukarabati wa barabara, ujenzi wa makazi ya muda pamoja na kurekebisha miundombinu muhimu ya umma iliyoharibiwa na kimbunga hicho. Ujumbe huo ni sehemu ya dhamira ya Ghana ya kuimarisha ushirikiano wa kikanda, kutoa msaada wa kibinadamu na kuonesha mshikamano na mataifa ya Caribbean yanayoathiriwa na majanga ya asili. Serikali ya Marekani imeunga mkono hatua hiyo na kutoa ndege za kijeshi ya mizigo aina ya C-17 kuwasafirisha askari hao wa Ghana pamoja na vifaa vyao hadi Kingston, Jamaica. Rais wa Ghana John Dramani Mahama amesema taifa lake linaelewa maumivu ya majanga ya asili na safari ndefu ya kupona. Hivyo dhamira hiyo inaonesha kujitolea kwa Ghana katika kutoa msaada. Mbali na kupeleka wanajeshi, serikali ya Ghana tayari imetuma misaada ya kibinadamu ikiwemo mchele, mablanketi, magodoro, ndoo za plastiki na dawa kwenda Jamaica, Cuba na Sudan. Siku chache baada ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba kutoa taarifa ya serikali kuhusu hali ya ukame nchini, mkoa wa Dodoma umepitisha maazimio 12 yakilenga kukabiliana na athari za ukame huo. Taarifa zaidi na Amani Mbando. Miongoni mwa maazimio hayo ni kuwataka maafisa ugani kuwashauri wakulima kulima mazao 7 yanayostahimili mvua chache ambayo ni viazi, mtama, alizeti, uwele, ufuta, mihogo na mbaazi. Maazimio hayo yamepitishwa katika kikao kazi kilichowakutanisha maafisa ugani, wawakilishi wa taasisi mbalimbali chini ya Wizara ya Mifugo na Kilimo na mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Sinyamule, ambapo wametakiwa kutumia kikamilifu ujuzi wao kuwasaidia wakulima katika kipindi hiki. Tumekubaliana twende kuwafundisha na kuwahimiza wakulima kupanda mapema. Kama mvua ni chache, akihimisi wiki moja au 2 ndio akaja kupanda, tayari amemisi muda mrefu sana
kwa hizi mvua ambazo zinanyesha kwa muda mfupi. Pia mkuu wa mkoa ameelekeza taasisi zinazohusika na uzalishaji, usambazaji na uuzaji wa mbegu kusimamia ubora na kutoa onyo kwa wauzaji wa mbegu feki kuwa watachukuliwa hatua za kisheria, huku baadhi ya maafisa ugani wakieleza namna watakavyotekeleza maazimio hayo. Pia walinde ubora wa mbegu zao taasisi zote ambazo zinazalisha mbegu. Na nitoe onyo kali sana kwa wale ambao wamekuwa na tabia ya kutengeneza au kuleta mbegu feki. Tukiwashika watashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Katika kukabiliana na ukame, nadhani tunaenda hasa kuwasisitiza walime mazao ya chakula ambayo ni mazao yanayostahimili ukame ya mtama, uwele. Walime mazao ya muda mfupi na mazao ambayo yanahimili ukame kama alizeti. Awali, katibu tawala msaidizi sehemu ya uchumi na uzalishaji, Aziza Mumba, aliwasilisha maazimio ya kikao kazi hicho, huku mtaalamu wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA, Shaban Kondo, akieleza kuongezeka kwa kiwango cha usahihi wa taarifa za utabiri wa hali ya hewa. Lakini pia kuendelea kuelimisha wakulima kutokununua mbegu zinazouzwa kiholela, mbegu na viuatilifu vinavyouzwa kiholela. Kiwango chetu cha kufanya forecast kina accuracy kubwa sana, na watumiaji wa taarifa za hali ya hewa wakiwemo wakulima hawana tena sababu ya kuwa na doubts, kwa sababu usipotumia taarifa za hali ya hewa hasara utaipata mwenyewe. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima amewaagiza wakuu wa mikoa na wilaya kote nchini kuhakikisha wanatatua changamoto za mikopo inayotolewa na serikali kwa ajili ya kuwainua wanawake kiuchumi. Tupate taarifa kamili. Amesema hayo kwenye ziara yake katika wilaya ya Ubungo jijini Dar es Salaam, ambapo amebainisha kikwazo kinachowakabili wanawake kupewa mikopo hiyo ili kujiendeleza. Ni lazima kipatiwe ufumbuzi ili waweze kujikwamua wao wenyewe pamoja na uchumi wa nchi. Nikae na maafisa maendeleo wangu kila wilaya kuniambia kulikuwa na mkwamo gani kwenye mradi gani ambao tayari ulisha qualify, unahitaji fedha na nini kimefanyika, ili tuwakwamue hawa wanawake. Na ziara zangu sasa zitakuwa ni za kwenda kuangalia changamoto zaidi kama hizi. Mkuu wa wilaya ya Ubungo Albert Msando amesema kikundi hicho cha Mama Kwanza kimekwama kuendeleza majukumu yake kutokana na kutopata mkopo wa milioni 6 licha kupatiwa milioni 20. Kwa maana kama hichi kiwanda kingekuwa kinafanya kazi leo, tuna vijana 20 ambao wangepata ajira au wangepata kipato kupitia kuleta hii malighafi ya mawese hapa inakamuliwa, na wao wakapata kipato kupitia mashine hizi. Sisi andiko letu la mwanzo kabisa lilikuwa ni milioni 89. Tukiwa tumeambatanisha na ujenzi wa banda, kwa sababu kama unavyoona tulianzia pale kwa mikono. Sasa tukaona ili tuhifadhi hizi mashine vizuri, tukiomba mkopo wa kutosha kuweka banda vizuri na uzio vizuri, kwa sababu hizi ni mali za serikali. Kutoka Dar es Salaam, Beatrice Eric, Channel 10. Waziri wa mambo ya nje wa Nigeria Yusuf Maitama Tugara alikuwa mjini Ouagadougou nchini Burkina Faso katika ikulu ya kiongozi wa nchi hiyo Kapteni Ibrahim Traore kuomba radhi Burkina Faso kufuatia ndege yao kuruka kwenye anga la nchi hiyo bila idhini wiki iliyopita. Waziri huyo amesema alikuwa amebeba ujumbe wa mshikamano na udugu kutoka kwa Rais Ahmed Bola Tinubu kwa Nigeria na wenzake wa Burkina Faso. Itakumbukwa wiki iliyopita ndege ya kijeshi ya C-130 ya Nigeria ililazimika kutua kwa dharura huko Bobo Dioulasso, Burkina Faso, ingawa haikuwa na idhini ya kuruka juu ya anga ya Burkina Faso. Kulingana na waziri wa mambo ya nje wa Nigeria, wafanyakazi 11 walikamatwa na bado wako Burkina Faso, lakini hawanahudumiwa vizuri. Hata hivyo, waziri huyo hakutoa maelezo yoyote kuhusu uwezekano wa kuachiliwa kwao au kurejeshwa kwa ndege hiyo.
Serikali mkoani Tanga imemtaka mkandarasi anayetekeleza mradi wa bwawa la umwagiliaji la Mkomazi lililopo wilayani Korogwe kuongeza kasi ya ujenzi ili kukamilisha kwa wakati baada ya kuongezwa miezi 6 ya kukamilika kwake ambayo inamalizika mwezi Februari 2026. Taarifa ya Raya Kipingu inafafanua zaidi. Kwena nyuki hapa wanafanya kazi kama vile Wachina wanavyofanya huko kwao. Hii ni nani, nguvu kazi ndogo sana. Mradi wa ujenzi wa bwawa la umwagiliaji la Mkomazi lililopo wilayani Korogwe unatekelezwa kwa gharama ya shilingi bilioni 18.2 na baada ya nyongeza ya kazi gharama yake imefikia shilingi bilioni 18 na milioni 600. Mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani anatoa maelekezo kwa mkandarasi wa ujenzi wa mradi huo baada ya kufika kujionea maendeleo na kutoridhishwa na kasi iliyopo. Hii kupanga mawe hii, kama tungekuwa na wafanyakazi wa kutosha, tungekuwa tumeshamaliza huu mnyororo wote. Mvua tunazotegemea pekee ni za mwezi wa 3. Kama tutaenda hivi, mwezi wa 2 utaisha, mvua zitanyesha, bado hatujafikia kuanza kukinga maji. Kwa hivyo mimi nimwelekeze mkandarasi, tumieni gharama kuleta nguvu kazi kubwa zaidi katika eneo ambalo halina utaalamu. Kwa upande wake mkuu wa wilaya Korogwe William Mwakilema akaahidi kuongeza nguvu ya usimamizi kwa kuwa mradi huo unalenga kuwasaidia wananchi katika sekta ya kilimo. Wilaya tuendelee kusimamia kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma hii ya umwagiliaji ambayo ni security ya chakula na uchumi wa nchi, ili kuhakikisha kwamba mvua ambazo tunazitarajia kunyesha wawe wameshafikia hatua nzuri. Wanufaika ni wakulima zaidi ya 20,000 kutoka kata 7 za vijiji 28 katika wilaya ya Korogwe. Eneo litakalomwagiliwa ni hekta 9,000 sawa na ekari 22,500. Bwawa la Mkomazi linalojengwa katika kijiji cha Manga Mtindilo litakapokamilika litaweza kujaza lita za ujazo bilioni 37.5. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Mkuu wa wilaya ya Mtwara Abdalla Mwaipaya amezitaka halmashauri kuhakikisha wanatoa elimu ya mikopo ya 10% kwa watu wenye mahitaji maalum ili kuhakikisha na wao wananufaika na mikopo hiyo kama sheria inavyoelekeza ili kuongeza uzalishaji kwa makundi hayo. Mwandishi wetu Adam Malima ametuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza katika hafla ya kukabidhi hundi ya fedha zaidi ya shilingi milioni 150 zilizotolewa na halmashauri ya wilaya ya Mtwara kwa vikundi 20 vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, Mwaipaya amesema uelewa wa mikopo hii kwa watu wenye ulemavu umekuwa mdogo, hivyo amezitaka halmashauri kuwafikia na kuongeza elimu. Bado mikopo kwa watu wenye makundi maalum imekuwa bado ni kidogo kutokana na wao kutojitokeza, lakini pia kuwatafuta na kuwapata pale. Tuwatoe ndugu zetu wenye ulemavu ambao wanafanya shughuli zao ili waje, na pia sisi tuna wajibu wa kuweza kutafuta wako wapi na wanafanya nini ili kuhakikisha kwamba na wao wanapata. Halmashauri ya wilaya ya Mtwara imeweza kutoa mkopo wa kiasi cha shilingi milioni 196,185,000 kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Katika fedha hizo tumeweza kukopesha vikundi 20 ikiwemo vikundi vya wanawake 9, vikundi vya vijana 9 na watu wenye ulemavu 2. Aidha, baadhi ya wanufaika wa mikopo hiyo wameshukuru serikali kwa kurejesha mikopo hii na kuahidi watarejesha mapema. Tumenufaika na milioni 50. Sisi tunafyatua tofali, kwa hiyo watu wana vikundi au wananchi wengine waige mfano tu, na sisi tuko pale kuwawakilisha. Wakituona sisi, unajua unaweza ukachukua pesa ukaifanyia kazi, utapata pesa nyingine, utarudisha, unajikwamua. Na kuhusu kurudisha, kwa sababu tunapambana kutafuta masoko na tunania that kwa tutarejesha bila wasiwasi. Mimi ni mnufaika na mkopo wa milioni 11. Mimi kama peke yangu kutokana na watu wenye mahitaji maalum. Kutoka mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Kutokana na upungufu wa madawati katika shule ya sekondari Mvomero, kiwanda cha sukari cha Mkulazi kimetoa meza 20 na viti 20 kwa ajili ya kupunguza changamoto hiyo. Jimmy Mengele anaripoti.
Akizungumza mara baada ya kukabidhi madawati kwa mkuu wa kitengo cha masoko na mauzo kutoka kiwanda cha sukari Mkurazi Goodluck Kwai, amesema msaada huo utakuwa chachu ya kuongeza ufaulu kwa wanafunzi. Kwa hiyo leo tumekabidhi madawati ambayo ni viti na meza 2020 kwa shule hii, na tunategemea itakuwa ni chachu kwa ufaulu na mazingira mazuri kwa wanafunzi wao. Awali mkuu wa shule ya sekondari ya Mvomero Castin Damian ameeleza shule ina upungufu wa zaidi ya madawati 300 na wakati mwingine unasababisha wanafunzi kufanya mitihani wakiwa wamekaa chini. Tuko kwenye tatizo la ukosefu wa viti na meza visivyopungua 300. Ni shida ambayo ni kubwa sana. Shida kubwa sana. Kwa hiyo ilikuwa ni kwamba kwa sababu ratiba zote zimeingiliana kwa wakati mmoja, tunalazimika sasa hao mitihani ya ndani wakae chini, wale mitihani ya kitaifa ndo waandikie kwenye madawati. Wakishukuru kupokea kwa madawati hayo, afisa mtendaji wa kata ya Mvomero, mwalimu wa shule hiyo pamoja na wanafunzi wameahidi kuyatunza. Na leo hii tumeweza kupokea madawati 20 ambapo ni meza 20 na viti vyake vya wanafunzi. Kwa hiyo nitoe shukrani zangu za dhati kwa ajili ya wanafunzi wamepata madawati ili waweze kupata elimu bora. Tumekuwa tunapitia changamoto hiyo, lakini tunamshukuru Mungu kwa ajili ya Mkurazi ambao wameweza kujitolea kwa viti hivi ambavyo vitasaidia kuwasaidia wanafunzi kusoma vizuri, wakiondoa changamoto zile za meza na viti. Tunashukuru sana kiwanda cha Mkurazi kutuletea viti, kwani kuna kipindi tulikuwa tunakaa chini kwa ukosefu wa viti kwa vichache. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, ni Jimmy Mengele wa Channel 10. Waasi wa M23 wamedai kuanza kuondoka kwenye mji wa Uvira jioni ya jana Jumatano, hii ikiwa ni kulingana na kiongozi wa kundi hilo la waasi pamoja na mamlaka za eneo hilo. Bertrand Bisimwa, kiongozi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda, ameliambia shirika la habari la AP kwa njia ya simu kwamba hatua hiyo inakamilika leo. Hata hivyo, msemaji wa gavana wa Kivu Kusini hakupatikana kuthibitisha taarifa hizo. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani na asasi za kiraia, waasi hao wanaungwa mkono na Rwanda walianza kuondoka siku ya Jumatano wakielekea kaskazini. Kiongozi wa kisiasa wa M23 Bertrand Bisimwa amesema zoezi hilo linatarajiwa kukamilika leo, akidai limefanyika kwa ombi la Marekani. Hata hivyo, serikali ya Kongo pamoja na baadhi ya wakazi wa Uvira wameeleza mashaka yao, wakisema huenda hatua hiyo ni mbinu ya M23 ya kuipotosha jumuiya ya kimataifa, huku wakitoa wito wa tahadhari. Waasi wa M23 walichukua udhibiti wa mji huo wiki iliyopita kufuatia mashambulizi iliyoanzisha mapema mwezi huu, licha makubaliano ya kusitisha vita yaliyosainiwa na Marekani na kusainiwa na maraisi yaliyosimamiwa na Marekani na kusainiwa na maraisi wa Kongo na Rwanda. Naam, taarifa hiyo basi kutokea huko DRC ndiyo inatusababishia kwenda kuziangaza habari za biashara na uchumi.